Sisi kwa hakika katika kipindi ambacho tulichokuwa nacho tuko katika msimu ambao lau qila li ahli al-kuburi, lau kama pangesemwa kuambiwa watu ambao washakufa tayari wako ndani ya makaburi, lau kama pangalizungumzwa maneno wakasemenzwa wao ambao wako ndani ya makaburi hawaringi tena katika mgongo huu wa ardhi, pangesema kuambiwa wao tamannau, hebu watu ambao mlioko ndani ya makaburi tamanini jambo katika dunia. Kwa hakika kuna almasi, kuna petrol, kuna kitu gani, kuna dhahabu. Lau kama mtaulizwa nyinyi mwaweza kutamania jambo gani katika mambo ambayo yaliyoko huko, basi la tamannau yawman, wangali tamania siku moja min Ramadhana, ambayo inapatikana katika mwezi wa Ramadhani, wangali tamania. Lakini sisi ambao tuliopo duniani leo twaona kwamba chombo hichi ambacho Mwenyezi Mungu katuletea ni chombo cha upuzi sana, chombo cha starehe, kwa sababu ndani yake kunapatikana malaji ya kila aina. Mtu ndani ya mchana ule anajisuka apike iftari ya namna gani, hapo kuna katlesi, kuna kitu gani, kuna kitu gani, mtu anajikusanyia kwa mambo hayo. Wengine wamehisi chombo hichi cha Ramadhani kwamba utamu wake unapatikana katika mambo hayo. Lakini ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ameazungumza maneno akasema ya kwamba lau ta'allamu ummati, yalaiti umati wangu ungalifahamu ma fi Ramadhana, yale mambo yanayopatikana katika mwezi wa Ramadhani, latamannat an takuna sana kulluha Ramadhana, ungalitamani umati wangu Makka mzima uende hali ya kuwa ni Ramadhani. Fama aktharu hadithi nasi, ni wingi ulioje wa mazungumzo ya watu an shahri Ramadhana, kutokana na mwezi wa Ramadhani unapoingia watu wanakuwa wanazungumza sana. Hata ule mwenye panki yake basi huona kwa kipindi hichi wacha nitafute kazi wangu iliyoko nzuri, anaipiga pasi vizuri, anatumbukiza msikitini kwa siku 2-3, hata kama hatamaliza mwezi. Lakini mazungumzo ya watu katika mwezi wa Ramadhani kwa hakika anakuwa ni mengi sana. Wa an fawaidi as-siyami, na watu wanakuwa wanazungumza kutokana na faida ambazo zinapatikana katika mwezi wa Ramadhani, wadurusi almustafada, na hata masomo ambayo ndani yake mnapatikana faida ya kujikurubisha kiumbe wa Mwenyezi Mungu, awe karibu na Mwenyezi Mungu. Wanazungumza sana watu katika masomo ambayo ndani yake mnapatikana faida. Mina saum, faida hiyo ambayo inapatikana kwenye saum, kwenye funga. Wama ajadaruna fi hadha almaqam, na haja iliyoje kwetu sisi katika nukta hii, katika sehemu hii, an natasaffaha kitab Allah ta'ala, ni haja iliyoje kwa kipindi chenyewe kukipekua kitabu cha Mwenyezi Mungu aliye mtukufu. Linaqra ayat as-siyami, ili tusome ndani ya kitabu hicho chombo maalum ambacho kinazungumzia funga, aya ya funga. Haithu yaqulu subhanahu, wakati ambapo Mwenyezi Mungu alotakasika anasema kwenye kitabu hicho, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mumeamini, kutiba alaykumus siyamu, kwa hakika pamefaradhishwa kwenu nyinyi funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama jambo hilo lilivyofaradhishwa kwa waliopita kabla yenu nyinyi, la'allakum tattaqun, na malengo makubwa kabisa mufikie katika daraja ya kumheshimu Allahu tabaraka wa taala, daraja ya uchaji. Ni surati al-Baqara hiyo, nambari ya aya 183. Thumma yaqulu subhanahu ba'da dhalika, kisha Mwenyezi Mungu anasema baada ya hapo, shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran,
huo ni mwezi wa Ramadhan ambao ndani yake mmeteremshwa kisomo maalum, hudan linnasi. Kisomo hicho kwa hakika kinakuwa ni uongofu kwa watu. Kama watakuwa tayari kwa kusoma kisomo hicho, mara nyingi wanapata uongofu humo. Wa bayinatin min alhuda, na wanakuwa wanapata bayana ya mambo katika uongofu huo. Kama watakuwa wako tayari kukupokea kitabu hicho, lazima ndani yake watapata uongofu wa kuelekea au unamuelekeza mtu pa kwenda na ubainifu wa mambo. Kama kachanganyikiwa, akikitupia macho kitabu hicho, lazima anapata uongofu maalum, anakuwa hana tena kuyumbayumba huku na huku, anakamata kitu kimoja tu. Wal furqan, na pia chombo hicho ni kitenganishi baina ya haki na uongo, baina ya kweli na uongo, baina ya sunna na bid'a. Hichi ni kitu ambacho kinatenganisha mambo hayo. Wala shaka, na hakuna wasiwasi, anna al-ayat al-ula, kwamba aya ya kwanza tashhadu, inatoa ushahidi wa wazi, anna ad-dars al-awwala, ya kwamba somo la mwanzo, wal ahamma, na lokuwa muhimu zaidi, alladhi yastafidu al-muslimun, somo ambalo wanafaidika sana Waislamu, min shahri Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani. Katika aya tuliyosoma mwanzo inatoa ushahidi wa wazi kwamba katika jambo ambalo wanafaidika sana watu, huwa taqwa, ni jambo la uchamungu, ndiyo ambalo wanafaidika sana Waislamu katika mwezi wa Ramadhani. Wa anna thaniya, na aya ya pili tuqarriru, inathibitisha wazi, anna al-Qur'an al-Karima, ya kwamba Qur'an tukufu huwa kitabu Allahi al-azim, ndiyo kitabu cha Mwenyezi Mungu kilichokuwa kikutukufu mno. Qala anzala fi shahri Ramadhana, amekiteremsha Mwenyezi Mungu kitabu hicho katika mwezi wa Ramadhani. Fihi al-huda wal bayinatu, ndani yake mna uongofu na bayana ya mambo. Fakaanna Ramadhana, basi utaona kama kwamba Ramadhani muallimun, ni mwalimu, amekamata chaki anawafundisha wanafunzi. Wal Qur'anu kitabu, na Qur'ani ndio kitabu cha mwalimu huyo. Wal muslimuna talamidhuhu, na Waislamu sasa ndio wanafunzi wa mwalimu huyo. Wamekaa pahala, mwalimu kakamata kitabu, anafahamisha. Wakati mwingine kwenye kitabu inakuwa ni ngumu kabisa mtu kufahamu, sasa itabidi atumie msaada mwingine. Sasa msaada wa chake, aende baoni sasa afahamishe subjecti ilivyo, pengine aya haikufahamika vizuri, atoe falsafa mle zilizomo ndani ya aya hiyo, pengine kuna sarfa kule, kuna balagha watu hawajafahamu vizuri kabisa. Basi mwalimu amekaa kitako pahala, anawafundisha Waislamu darasa maalum ambao ndani yake mnapatikana taqwa. Tayib, haqqan, hilo ni jambo ambalo halipingiki, ni jambo la kweli. Inna Ramadhana shahru muallimun, kwa hakika Ramadhani bana, kupenda asipende mtu, ni mwezi ambao mwalimu alotulia katika kuwafahamisha wanafunzi. Hili ni jambo ambalo halipingiki kabisa kabisa. Hata yule ambaye haswali kwa kipindi hicho, inamlazimu aingie msikitini aswali, inamlazimu kwa kipindi hicho, hata kama 10 la kwanza ile kimalizika atakata, lakini mara ya kwanza ile lazima atachangamka, nafsi mpya, ataingia msikitini mtu aswali. Tayib, wakati mwingine watilia mbali ambaye haswali, mpaka msanii muimbaji ule, basi yuko tayari kwa kipindi kile kwanza awachilie mbali mambo yake, aingie katika mambo ya ibada, hata kama kwa mwezi mmoja. Bal isitoshe, huwa muallimul muallimina, wachilie mbali kwamba ni mwalimu tu ikisha kazi, hapana, bali ni mwalimu wa walimu. Ramadhani imekuwa ni walimu wa walimu kabisa. Wal mutaallimina, na hata wale wanafunzi, ala sawai, wote kawaweka pahala pamoja. Nyinyi sibagui kwamba kuna mwalimu, kuna nani, kuna mwanafunzi, nyote mtakaa darasani kwangu kuchukua mafunzo. Ramadhani iko hivyo. Wa kitabuhu al-Qur'an,
na kitabu chake mwalimu huyo ni chombo cha Qur'an al-Karim, alladhi la yatihi al-batil, kitabu ambacho mara nyingi hakileti mambo ya kumbabaisha mtu, labda kumzuga asifahamu wapi pa kwenda. Hakileti mambo ya batil min baini yadaihi, mbele yake, wakati kinazungumzia habari ambazo zitatokea mbele. Si kwamba kitazungumza porojo, kitazungumza uongo, itakuwa sivyo vile ambavyo imezungumza Qur'an al-Karim. Wala min khalfihi, hata pia habari ambazo zimezungumza nyuma kabla kuja kitabu hicho, basi hicho mambo yake mara nyingi yanakuwa sio mambo ya uongo, sio mambo ya batil, kwa sababu tanzilu min hakimin hamidi, ni uteremsho utokao kwa ule mwenye hikma, mwenye kuweka mambo pahala pake, ahimidiwaye na kila kiumbe. Kila kiumbe kina muhammidi Allahu subhanahu wa ta'ala. Tayib, alam tarau, kwani baada watu hawajatupa mtazamo wakaangalia ila ma khalaqa Allahu min shay'in, katika vile ambavyo Mwenyezi Mungu kaumba katika vitu, yatafayyu dhilaluhu anil yamini washama'ili sujada, kinakwenda kivuli cha vitu hivyo kulia na kusoto, huko kinamsujudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wataalamu wa tafsiri katika sehemu hii walisema kwamba hivi vifuatavyo: dhillul mu'min, kivuli cha mtu aliyemkubali Mola wake mu'min, yasjudu lahu wa huwa ta'i'un, kinakubali bana kumsujudia Mwenyezi Mungu kwa namna kinavyotambua kivuli hicho, namna ya kumsujudia Mwenyezi Mungu huyo, wa huwa ta'i'un, naye muumini akiwa yuko tayari kutekeleza jambo hilo. Wa dhillul kafir, na kivuli cha mtu ambaye kafiri, yasjudu lahu, hakikubali, kinamsujudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa huwa karihun, mwenyewe akiwa hapendi jambo hilo, lakini kivuli hakikubali, kinakwenda katika sehemu ambayo Mwenyezi Mungu akakipangia kitii. Basi tanzilun min hakimin hamidi, ni uteremsho utokaye kwa yule ambaye mwenye hikma, mwenye kuhimidiwa na kila kiumbe. Bal inna hadha ash-shara, bal enyi ndugu wa Islam, hakika mwezi tulionao huu, ila kufikishwa mtu akazipata siku 2-3, kwa hakika kapata jambo moja kubwa mno. Kwa nini? Tunalijibu swala hilo katika hadithi ya Saidi al-Khudri radhiyallahu anhu. Anasema, sami'tu Rasulallahi, mimi bana nimemsikia mjumbe Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, rehma za Allah zimwendee na amani pia, yakul, nilimsikia mtume akasema, man sama yawman, yoyote katika Waislamu ambaye atafunga siku moja, sikwambii 11, siku moja kafunga mtu fi sabilillahi, kwenye njia Mwenyezi Mungu, anatafuta radhi za Mola wake, hataki ugomvi na Mola wake, basi baada Allahu wajhahu, Mwenyezi Mungu anaweka mbali uso wake mtu huyo, ani nari, anaweka mbali kabisa na moto, 70 kharifan, kwa muda wa miaka 70 kafunga siku moja mtu. Basi ule uso wake ule unatenganishwa na moto kwa muda wa miaka 70, na pengine hata mtu asifike miaka 70. Katika umma Muhammad aliyokadiria muda wake wa kuishi hapa duniani mtu ni miaka 63, na ndio aliondokea Nabii Muhammad hiyo. Akibahatika mtu kufika 70 hapo 80 hapo ndo kavuka, kapata bahati. Basi ile kitendo cha kuvuta mtu kufunga siku moja tu, basi kwa hakika Mwenyezi Mungu anaweka mbali uso wake na moto kwa muda wa miaka 70. Akifunga siku 2 ndo hayasemeki mambo, bali akifunga siku 10 ndo mambo hayasemeki. Ile kubahatika mtu kabahatika kapata siku 10, Mwenyezi Mungu akamchukua roho yake, basi amefunga katika kipindi ambacho hata umri wake hakupata. Basi tayib,
matokeo yake watu huwa wanafanya mchezo katika kipindi hichi. Huona mtu muda wake utumie kwenye keram, kwenye karata, kwenye upuzi gani, bali unapita mchana kuto kabisa, mtu hakupata nafasi ya kumtaja Mola wake, hakupata nafasi ya kukikamata kitabu cha Mwenyezi Mungu, hakupata nafasi ya kujikurubisha mtu basi kwa Mwenyezi Mungu angalau kwa muda wa masaa mawili matatu. Basi unapita mchana kuto, mtu analala kwenye miembe. Ukipita mashamba huko, watu wamelala kwenye miembe, wana kazi, anasubiri muda saa 12 hapo apate kufungua kinywa chake. Basi atakayebahatika kufunga katika umini, basi Mwenyezi Mungu anaweka mbali uso wake siku moja tu, anaweka mbali uso wake na moto kwa muda wa miaka 70. Hadithi hiyo ameisimulia al-Imam al-Bukhari. Basi bal inna hadha ash-shahra, bali hakika mwezi huu, alladhi unzila fihi al-Quran, ambao umeteremshwa Qurani, ala qalbi khairil anami Muhammadin, juu ya moyo wa bora wa viumbe kwa jina anajulikana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lahu kitabun, mtume huyu ambaye kapewa chombo hichi cha Qur'an al-Karim anacho kitabu. Kitabu hichi lilmustawa rafi'i, wale wanafunzi wake ambao watapewa kitabu hicho na Nabii Muhammadi, basi kidogo akili zao ziwe madhubuti, hata elimu yao iwe tofauti kabisa na watoto wadogo. Elimu yao watu hawa kwa hakika elimu yao ni elimu ya juu, inahitaji akili, inahitaji utaalamu, inahitaji uzingatiaji wa hali ya juu, inahitaji umakini. Kitabu gani hicho ambacho kina daraja ya juu? Huwa sunnatun nabawiyya, nao ni mwenendo wa mtume al-mutahhara uliwasafi, haithu yakulu as-sadiqul masduq, kiasi ambacho kwa namna ambayo anasema yule ambaye mkweli mwenye kuaminiwa sallallahu alayhi wasallam, anasema utitul Qur'ana, mimi nimepewa Qur'an, wa mithlahu ma'ahu, na mfano wa Qur'ani, maana yake ni sunna. Amepewa mtume Muhammad Qur'an, lakini kapewa na mfano wa Qur'an ambao ni mwenendo wake, maneno yake ambayo kaeleza. Wa ya laha min madatin ilmiya, na uzuri uliwoje wa chombo hichi cha elimu ya dini ya Kiislamu. Rafi'a al-maqam, kilichokuwa na daraja ya juu, allati yajtami'u fiha al-hadithu an-nabawi sharif, ambayo elimu ambayo ndani yake inakusanyika kwenye hadithi ya mtume iliyotukufu, ila al-Qur'an al-Karim, kumwelekeza mtu kwenye Qur'an al-Karim. Faidha al-muslim, tahamaki sasa muislamu akielezewa mambo kama hayo, fi dhillihima, anakuwa yuko kwenye kivuli cha vitu viwili hivyo, yani anakuwa kwenye Qur'ani, anaranda kwenye sunna, haendi pahala pengine akababaisha mtu, akababaisha muislamu. Baada ya kueleza hayo, anaranda katika sehemu mbili, katika vivuli viwili, haendi cha tatu, anakwenda kivuli cha Qur'ani al-Karim. Ndipo pahala pa kupumzika pale, kama akapata joto kali huko, jua kali limempiga, basi pahala pa kupumzika, pahala kuvuta hewa iliyokuwa nzuri, pahala pa kujipumzisha kidogo ni kwenye Qur'ani al-Karim. Hakuona kivuli kizuri cha kwenda kupumzika ila kwenye Qur'ani al-Karim, sio kwenye karata, sio kwenye keram, sio kwenye mabao, hapana, sio kwenye madrafti. Kaona pahala hasa maskani nzuri ya kwenda kupumzika, mimi bana kivuli changu ni Qur'ani al-Karim. Pahala pengine ni kwenye mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kamtazama mtume kasemaje? Mtume kautueleza bana, iyakum waljulusa fi turuqat, tahadharini sana waislamu na kukaa pahala majiani maskani humo, mtasema watu mtaharibu hichi na hichi. Tahadharini kabisa
kukaa katika sehemu kama hizo. Kwa hiyo vivuli vyake bana mtu inakuwa ni vivuli viwili tu, Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Humkutii Muislam ambaye na akili timamu, labda kakaa kitako pahala maskari, humkutii kabisa kabisa, utakutia au pata sote. Tayib, taqiyun anakuwa ni mchaji huyu, nakiyun ni msafi kama mambo hayo, baidu ani dhalal anakuwa anajitenga kabisa na upotevu, yuko mbali sana. Walinhirafi na anakuwa yuko mbali kabisa na kutoka kwenye sheria Mwenyezi Mungu. Anajitahidi mtu, anajisuka mtu kabisa asiponyoke, hususan katika kipindi hichi. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na amesema kweli Mtume Mwenyezi Mungu, haithu yakulu, pale anaposema Nabii Muhammadi, taraktu fikum, mimi nimewaachia nyinyi Waislamu, nimewaachia mambo ambayo intamassaktum bihi, iwapo mtashikamana na mambo hayo, lan tadillu ba'di abadan, hamtopotea baada mimi kuondoka hata siku moja. Kama mtakubali kuyakamata mambo hayo niloachia, hamtopotea baada mimi kuondoka hata siku moja. Na ni kweli bwana, hupotei kama utakamatana na Qur'ani al-Karim, hupotei kama utakamatana na mwenendo wa Mtume. Hata waje maadui namna gani, basi unakuwa unawaona kabisa kabisa, kwa sababu una chombo madhubuti ambacho Qur'ani al-Karim kimeeleza kila aina ya maelezo. Na ukija kwenye mwenendo wa Mtume kila aina ya mabaya, basi wameeleza mle, basi inakuwa mtu yuko makini, hapotei kabisa. Kwa sababu hiyo ambacho kitabullahi ni kitabu cha Allah, wa sunnati na mwenendo wangu, hadithi hiyo rawahu Malik wal Hakim, wamepokea hadithi hiyo Malik na al Hakim. Amma sawmu, ama kuhusu jambo la funga, fakam fihi min durusin, kuna masomo mangapi katika funga hiyo ambayo anapata Muislamu. Wa kam fihi min alfawaidi, na faida ngapi ambazo zinapatikana humo, ma'a taqwa, pamoja na ule ucha Mungu wenyewe kabisa kabisa. Wa yatahaddathu almutahaddithuna, na wenye kuzungumza ndio hupata nafasi hapo ya kuzungumza an fawaidi as-sawmi, kutokana na faida za funga. Wazungumzaji hapo ndio hupata subject za kuweza kuzungumza katika faida za funga. Wa yatadakhalu al-atibba'u, na hata watilia mbali maustadhi, walimu, watilia mbali hao mpaka madaktari, na wao hujitia kujitumbukiza ndani humo. Fatakallamuna, kwa kuwa suala la funga wamo ndani ya saum, na wao huona kwamba na sisi tutoe mchango wetu, huitumbukiza ndani na wao wakazungumzia an fawaidihi, kutokana na faida za funga, as-sihhata, ndani yake kwa hakika mnapatikana afya iliyokuwa nzuri sana. Wa anna fihi, na kwa hakika ndani ya saum, kama mtu atafunga ndani yake rahatan, kuna raha iliyoje kabisa kabisa. Na ni kweli bwana. Wa shifaa, na pia ndani yake mnatiba. Kama mtu atafunga, madaktari hawakuona jambo la busara ukakimya, wakaona na wao watoe mchango, ndani yake mnapatikana afya na tiba. Lilbatni, kwa tumbo lake mtu anapata tiba sana. Wa ilajan, isitoshe anapata tiba lilamradi, kwa magonjwa mbalimbali ambayo yanamkumba Muislamu, yanamkumba binadamu. Ile kitendo cha kufunga, basi kwa hakika madaktari wameona kwamba anapata tiba kwa sababu ya funga atakaofunga. Wa wiqaya, na pia inakuwa ni kinga maalum kutokana na ile mbadiliko wa damu, mzunguko wa damu, mwenendo wa damu. Basi kwa hakika funga bana inarekebisha mwenendo wa damu katika kiwiliwili cha binadamu. Kama yatadakhalu, kama wanavyoingilia kati rijalu ilmi al-ijtimai, watu wa elimu wa mazingira, na wao pia vile vile wametupa mtazamo
wakaona kwamba kwa hakika funga katika elimu ya mazingira waliokuwa nayo, fayatakallamuna, na wahuzungumzia an fawaidi ijtimaiya, kutokana na faida za kijamii pia vile vile zinapatikana humo. Anamsamini mtu mwenziwe, anamtupia macho aliyokuwa anacho, anamsaidia mwenzangu, japata dini, sijapata hichi, basi yuko tayari kumsaidia. Wametupa mtazamo na wao pia vile vile. Wa annahu yatahaqqaqu at-takafulu, na kwa hakika jambo hilo linathibitisha wazi kabisa katika jambo la kuweza kusaidiana bi ahsani suwarin, kwa namna iliyokuwa nzuri kabisa. Wa yusahimu ashabu ilmi nafsi, na pia vile vile wanashirikiana watu wa elimu ya saikolojia wa ghairihim, na wengineo, fi hadha alhadith, katika jambo hili la funga. Hata watu wa elimu ya saikolojia na wao wameotupa mtazamo, ni kweli bwana, katika funga bwana kuna faida kubwa mno. Walakinna naqul, lakini Sheikh Muhammad anasema sisi waislamu tunasema hivi ufuatavyo: inna fawaida siyami, hakika faida za funga, laysat mujarrada iktisabi siha, sio tu peke yake ile mtu kuchuma afya iliyo nzuri katika kiwiliwili chake. Hatuzungumzii huko fahasba ikando tumekuisha tumeganda hapo sisi, hakuna pala pengine tupelenga sisi waislamu bana, hatuzungumzii hayo. Walaysat ta'lima al-ibadi ar-rahma, na wala hatuzungumzii funga kwamba ndo inapatikana mafunzo ya kuwafundisha viumbe wa Mwenyezi Mungu, kuwahurumia bil fuqara, kuwahurumia wale mafakiri. Hatuzungumzii huko tu ikando sisi mtazamo wetu, mablaghna fil ilmi, elimu yetu ndio imekomea hapo. Hatuzungumzii huko sisi.